Assalamu alaikum wapenzi watazamaji wetu wa ZU TV. Leo tena tumekutana hapa katika viunga vya Chuo Kikuu cha Zanzibar, yaani ZU, kushuhudia shughuli maalum na ya kipekee. Na kama bado hujapata picha halisi, leo hii kutakuwa na hafla ya uapisho wa mawaziri wa serikali ya wanafunzi wa ZU, yaani ZANUSO, ambapo rais wa ZANUSO hapa ZU, Bwana Juma Omar Nkwede, atasimamia uapisho huo. Hebu tuende ndani tukasikilize. Mimi naitwa Fatuma D wa ZU TV. Zainul Abidina Mohamed Juma ni waziri wa elimu na taasisi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar, nitatumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitahamasisha na nitalinda na kuitetea kwa dhati katiba ya serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Abdul Hakim Said Kasim, waziri wa mikopo na ufadhili Chuo Kikuu cha Zanzibar, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar, nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitaidumisha, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie. Mimi Fauzia Rajab Shaban, waziri wa ustawi wa wanafunzi na mahitaji maalum, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, nitakitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitaidumisha, nitailinda na nitaitetea katiba ya serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu zilizowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hemed Said Hemed, waziri wa katiba na sheria Chuo Kikuu Zanzibar, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Chuo Kikuu Zanzibar, nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitadumisha, nitalinda na kuitetea kwa dhati katiba ya serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu Zanzibar kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Abbas Ayub Kasa, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, na hapa kwamba nitawatumikia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitadumisha, nitalinda na kuitetea kwa dhati katiba ya serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Ewe Mungu nisaidie. Wapenzi watazamaji wetu, mpaka sasa shughuli yetu imeshatimia na kukamilika rasmi, lakini kwanza hebu tusikie machache kutoka kwa baadhi ya mawaziri wetu wa hapa ZANUSO. Mheshimiwa Waziri, hongera. Asante sana ndugu mwandishi. Tunaomba ujitambulishe na useme wewe ni waziri gani kutoka wizara gani? Mimi kwa jina naitwa Abdul Hakim Said Kasim. Ni waziri wa mikopo na ufadhili Chuo cha Zanzibar University. Ni vipi vipaumbele vya wizara yako hasa katika kipindi hichi cha mwaka mmoja? Kwa kweli nikiwa kama waziri wa mikopo na ufadhili, vipaumbele ni vingi sana kwa sababu tumeteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa lengo la kuweza kumsaidia kazi, na Mheshimiwa Rais ana ilani ambayo amekuja nayo. Kwa hiyo mimi nikiwa katika wizara ya mikopo na ufadhili, nahitaji kuhakikisha wanafunzi wanasoma bila ya stress, kuwaza issue za ada, kuwaza namna gani wataweza kukidhi mahitaji yao wakiwa katika hostel, kwa sababu tukiwa tunaenda kukamilisha kuhakikisha kwamba wao wanapata mikopo kwa muda sahihi na kwa wakati, hata hizi changamoto za ada zinaondoka. Lakini pia hatujaishia tu hapa ndani ya chuo, tunakuja na kitu inaitwa ufadhili. Maanake tutataka tutoke nje ya chuo kwa ajili ya kuweza kutafuta ufadhili kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wenye mahitaji maalum pia na wenye changamoto, kwa mfano kama maafa ambao wanakuta wanafunzi kufiwa na vitu vingine. Kwa hiyo sisi tunataka tu expand kuweza kuhakikisha kwamba tunakidhi mahitaji ya wanafunzi ili wahakikishe wanasoma katika mazingira salama na mazingira rafiki. Tunaomba ujitambulishe na useme wewe ni waziri gani kutoka wizara gani? Kwa majina naitwa Zainul Abidin Mohamed Juma, ni waziri wa elimu pamoja na taasisi. Wizara yako imejipanga kufanya na kukamilisha mambo gani hasa katika kipindi hichi cha mwaka mmoja? Wizara yangu imejipanga na mambo mingi sana katika kukamilisha vitu mbalimbali. Kwa mfano tumepanga strategic plans au mipango mikakati ambayo itahakikisha kwamba wanafunzi
wana improve knowledge yao. Pia tuna mpango wa ku-identify au wa kutafuta challenges ambazo zinawaface wanafunzi, kwa sababu kuna challenge mbalimbali. Kuna challenge kubwa na kuna ndogo ndogo ambazo tunaweza kuzitatua sisi wenyewe pamoja na kutaka ushirikiano kutoka kwa management ya chuo. For example, kuna changamoto za wifi, mambo ya ada ambazo zinakumba wanafunzi, wagonjwa na nyinginezo. Pia tuna mpango mwingine wa kuandaa vikao pamoja na class representatives kwa ajili ya kupata hizo challenges ambazo zinawaface wanafunzi pamoja na kuzitatua. Hongera. Asante sana. Tunaomba ujitambulishe na useme wewe ni waziri gani kutoka wizara gani? Kwa jina naitwa Fauzia Rajab Shaban, natoka katika wizara ya, namaanisha waziri wa ustawi wa wanafunzi pamoja na makundi maalum au watu wenye mahitaji maalum. Ni vipi vipaumbele vya wizara yako hasa katika kipindi hichi cha mwaka mmoja? Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kupata urais na pia kwa kunichagua, kwa kuniona kwamba hii nafasi naweza nikebeba inavyotakiwa. Lakini vipaumbele vyangu kama ni waziri wa ustawi wa wanafunzi, kwa maana kuhakikisha kwamba wanafunzi wa Zanzibar University wapo katika level nzuri, kwa maana pengine masuala ya maji, masuala ya kusoma, wapo katika mazingira mazuri ya kusoma. Na pia watu wenye ulemavu nao wapo katika mazingira mazuri ya kusoma, kwa sababu watu wenye ulemavu ni watu ambao wanahitaji extra care. Wenye ulemavu wa uoni, wenye ulemavu wa usikiu, albinism kama mimi, wapo katika mazingira mazuri ya kusoma. Naitwa Abbas Ayub Kassa, ni waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia. Ni vipi vipaumbele vya wizara yako hasa katika kipindi hichi cha mwaka mmoja? Okay, kwanza wizara yangu ina sehemu 3 kuu. Ya kwanza ni habari, ya pili ni mawasiliano, ya tatu ni teknolojia. Kwa upande wa habari, nitahakikisha wanafunzi wanapata taarifa sahihi kwa muda unaohitajika, ambapo itaweza kuwalinda muda wao wa kusoma na iwe impactful kwao. Lakini kwa upande wa mawasiliano, nitajitahidi kufanya kazi na wenzangu katika kuhakikisha chuo cha Zanzibar University kinajulikana na kina mawasiliano mazuri kati ya vipaumbele ambavyo vitatokea katika taasisi mbalimbali na wanafunzi wa chuo. Kwa hiyo itakuwa ni kama connection. 3 ni teknolojia. Nitahakikisha mazingira ya chuo cha Zanzibar University yanaendana na teknolojia, mfano kuweka wifi na kujifunza kiteknolojia zaidi. Asante. Okay. Wapenzi watazamaji wetu, bila shaka mmejionea wenyewe uapisho huo wa waziri wa ZANUSO, ambapo Rais Bwana Juma Omar Nkwede amepanga rasmi safu yake ya uongozi kwa mwaka 2026-2027. Na mimi sina la ziada. Mimi naitwa Fatma D wa ZU TV.